hilo tukio ndio hili ambalo linaitwa Kwaresima. Huko nyuma nilikwambia kwamba ukitafuta kwenye Biblia neno Kwaresima upate. Ukitafuta kwenye Biblia agizo mfunge siku 40 hakuna. Isipokuwa papa yule wa kanisa Katoliki Telesphorus aliyekuwa papa mwaka wa 125 mpaka 136 ndio aliweka utaratibu, akaanzisha utaratibu wa Kwaresima. Ni jambo linalofaa sana kuwa na kumbukumbu ya imani tuliyo nayo. Chanzo cha imani yetu ni nani yule aliyetupatia ile imani. Kwa hiyo ni siku 40 za kukumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu, sio siku za kuacha kula na kunywa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sio siku za kutesa mwili, bali ni tafakari ya wokovu nilionao kwa njia ya msalaba wa Yesu Kristo. Ukitafakari utagundua machungu, maana wewe mwenyewe ushawahi kuchomwa na miiba kwenye mwili wako, lakini hapo unaona kwamba Yesu anapigiliwa misumari bila ganzi juu ya msalaba kwa sababu ya dhambi zako, kwa sababu ya dhambi ya ulimwengu. Lakini mtu anatembea na dhambi, hataki ukombozi, hataki kupata msamaha wa dhambi, kwa sababu tu ameambiwa kwamba hilo jambo alikuwa kweli, na anapewa na hoja zisizo na mashiko. Maana mavazi yakitofautiana rangi, mara muda wa kusulubiwa, mbona umepishana muda wa kusulubiwa. Lakini haya yote tumeyapa ufafanuzi sehemu zilizotangulia, kwamba muda wa kukamatwa ametaja sawa, alikamatwa usiku. Muda wa kufa ametaja kabisa, wote alikufa saa 9. Hakuna waliopishana muda wa kukamatwa na kufa kwake. Lakini kupishana kwenye mateso, suluba, ni sahihi kabisa, kwa sababu kuanzia usiku anakamatwa mpaka saa 9 anapokata roho, muda wote alikuwa na mateso. Na alitembezwa, alienda kwa kuhani, alipelekwa kwa mfalme, akapelekwa kwa Pilato. Haikuwa muda huo mmoja, masaa yalikuwa yanaendelea. Kwa hiyo aliyemuona kwa Pilato atataja muda, aliyemuona kwa kuhani mkuu atataja muda, aliyemuona kwa Kaisari, maana alipelekwa kwa Kaisari pia, atataja muda wakati ule alipokwenda kwa Kaisari, kwa kuhani.